Na mtazamaji wa Anuari TV, hujambo na karibu ndani ya The Golden Boot, kipindi cha kimichezo nambari 1 Tanzania, ambacho tunakwenda kuangazia mengi yanayohusu michezo, zikiwa zimebakia siku 24 pekee kabla ya kuanza kwa michuano ya mataifa huru ya Afrika, yaani AFCON, yanatarajiwa kufanyika huko nchini Morocco mwezi Disemba mwaka huu tarehe 21. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza listi ya waamuzi watakaohusika kwenye hiyo michuano. Hapa nazungumzia waamuzi wa kati, lakini pia wasaidizi, bila kusahau wale waamuzi ambao watakuwepo kwenye teknolojia ya VAR. Swali kubwa imeibuka mara baada ya kutokuwepo kwa jina la mwamuzi hata mmoja kutoka nchini Tanzania +255. Shida ni nini? Niko hapa na mchambuzi wa masuala ya kandanda Tanzania, Osama Bizuza, tukaenda kuzungumza naye masuala mengi. Shida ni nini katika ligi namba 5 barani Afrika kukosa mwamuzi kwenye michuano mikubwa ya CAF mwaka huu? Osama, listi ya CAF nafikiri umeitazama vyema, namna ambavyo wametoa waamuzi ambao watakwenda kuhusika katika michuano ya AFCON pale nchini Morocco mwezi Disemba mwaka huu. Pengine shida ni nini hasa kutokuwepo kwa waamuzi wetu ambao tumekuwa tukiwazungumza mara kadhaa kana kwamba ni waamuzi bora kwa sehemu moja ama nyingine, na wakiwa wana zile badge za FIFA? Hapa namzungumzia mtu kama vile Ahmed Arajiga, Heri Sasi, Mohamed Mkono, Frank Nkomba, wakina Jonathan Balama na wengineo wengi ambao wamekidhi vigezo, ila selections imewatupilia mbali. Kwanza mimi siko surprised na hizi selections zilizofanya za kutokukuta waamuzi wa Tanzania wakiwemo kwenye ile orodha ya waamuzi ambao wataenda kuofficiate haya mashindano ya AFCON. Siko surprised kabisa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya vitu ambavyo vimekuwa vikitokea kwenye mpira wetu. Unajua kuna nyakati ambazo tulikuwa tukizungumza tunaonekana labda hatuwapendi waamuzi wetu, lakini tulikuwa tunamaanisha hiki ambacho kilichotokea. Unapokuwa unafanya vibaya kwenye ligi ambayo inaonekana mechi zake zote, watu wana notice kwamba Tanzania ni kweli wame advance, lakini kuna kelele nyingi ya waamuzi. Hayupo mwamuzi ambaye hajawahi kulalamikiwa kwenye hiyo cream. Maybe hawa waamuzi nambari 1 na wasaidizi nambari 1 na nambari 2 huwa hawalalamikiwi sana, labda ni kwa sababu wao sio waamuzi wa mwisho, yani sio watu wenye maamuzi ya mwisho kiwanjani. Lakini wale ambao wanakuwa katikati ya kiwanja, center referee, yani ni waamuzi ambao I don't think kama mtu yupo salama ambaye hajawahi kulalamikiwa. The best referee ambaye tulienaye kwenye ligi yetu Tanzania bara so far ni Ahmed Arajiga. Mtu ambaye anapokuwa ameteuliwa kwenye mechi ya Simba na Yanga, kama sio Simba ni Yanga, ataandika barua ya kumkataa kwamba huyu hatumhitaji, wakiainisha baadhi ya madhaifu ambayo anayokuwa nayo. Kama referee unaokumbana na hizi scandals, watu wanaona, watu wanasikia, hawa wanaofanya uteuzi hawataki siku moja waondolewe kwenye hizo nafasi. Kama kuna sehemu ambazo kuna pesa inayopatikana kwa wakati mmoja na nyingi bila kutolea jasho sana, basi ni kwenye haya mashindano FIFA, CAF, TFF, huku hivi vitu vipo. Sasa anapoaminiwa mtu kuja kufanya uteuzi wa referees, hawezi kuriski nafasi yake. Yani akuchague wewe referee kutoka Tanzania ambaye ni kila msimu kuna matukio yanayohusiana na makosa ya kibinadamu. Lakini hayo makosa ya kibinadamu yananufaisha timu mbili tu. Itanufaika Simba, itanufaika Young Africans. Inawezekana kuna timu nyingine ambazo zinanufaika, lakini kilio kikubwa kimekuwa kwa hizi timu mbili. So kama kuna watu ambao wanakuwa wananufaika na makosa ya kibinadamu, na wewe mwamuzi ndiye unayekuwa unatajwa kufavor hayo makosa ya kibinadamu yaendelee kutokea, hakuna jinsi ambavyo mtu aliyepewa dhamana ya kufanya selection ya waamuzi watakaoenda AFCON anaweza kukuchagua wewe. Unaweza kuwa ukabora sana, lakini zile scandals zinazokuwa zinazungumzwa kukuhusu wewe akaziweka akini, akasema watifu nikimpa mchezo wa robo finali alafu akaleta makosa ya kibinadamu itakuwaje? So ili kuendelea kukeep kibarua chake kiwe salama na kesho kutwa watoto wake waende shule alipie ada, huyu atakuweka pembeni ili maisha yake yaende. So kinachotokea sasa hivi ni hatima ya yale ambayo yamekuwa yakifanyika kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wala wasimlaumu mtu yeyote ule. Tusilaumu chochote kile. Hii ndio hatima tulioiandaa sisi wenyewe.
I'm not surprised kwa sababu ndiyo maisha ya marefali wa Kitanzania waliojiandalia. Pengine hili halitii doa kwenye ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika inakosa muamuzi hata mmoja kwenye michuano mikubwa ambayo inaonekana nje ya bara la Afrika na hata ulimwengu mzima. Kwa kweli hii michuano imekuwa mara kadhaa ikiwakilisha vyema bara, lakini ligi nambari 5 kwenye rankings za CAF inakosa muamuzi shiriki kwenye hiyo michuano. Nimeona wenzetu Kenya wana muamuzi Peter Waweru kwenye ile listi, Uganda the same wapo, Rwanda, Burundi. Why Tanzania tumekuwa kila siku sisi kwenye michuano mikubwa hatupati ule uwakilishi wa waamuzi wetu kwenye hii michuano mikubwa barani Afrika kwa ngazi ya mataifa? Ni scandals ambazo zinazowazunguka wao ndizo zinawafanya washindwe kufanya hivi vitu. Unajua wao kama referees wana interact na mareferee wa mataifa mengine. Wanafahamiana, sio kama hawafahamiani, wanafahamiana na referees wa mataifa mengine. Na hata hawa wanaofanya teuzi wanajua Tanzania kuna mtu anaitwa Ahmed Arajiga. Lakini kuna kitu kimoja kwenye system za kiserikali wanaita vetting. Yaani mtu kabla hujapewa nafasi ya kuwa kiongozi, kuiwakilisha serikali kwenye jamii, kuna mara kadhaa utapita kwenye vyombo vya kukagua usafi wako bila hata wewe kujua. Sasa taasisi ya kimpira kama CAF hawa watu wapo. Yaani kabla hatuja kuappoint wewe Rusamo uje kuofficiate mashindano haya, umepewa game ngapi kwenye ligi yako? Na kwenye hizi game ulizopewa umefanya makosa mangapi? Umelalamikiwa mara ngapi? Na yale makosa unayolalamikiwa ni kweli umeyafanya? Wakishajiridhisha kama ulivyosema ligi inaonekana. So ni issue tu mkurugenzi wa ufundi wa TFF, tunaomba videos 3 za Ahmed Arajiga tutazame performance yake. Wanaangalia hii performance ya Tanzania hii haijafika. Unafikiri kwa kile ambacho amekionyesha Ahmed Arajiga kwa siku za hivi karibuni mpaka kupewa ile hadhi ya kuchezesha michezo mikubwa hata ya kufuzu kombe la dunia mara kadhaa barani Afrika, pengine nini hasa CAF ameangalia kitu gani na kuweza kumkata safari hii kwenye kuandaa michuano ya AFCON huko nchini Morocco? Hatuna tukio kubwa la mpira barani Afrika linaloshinda hili. Of course. Hii ndio kila kitu kinachohusu mpira wa Afrika. Kwa hiyo achilia mbali zilizofuzu, kila anayetokea kule kwenye lile jukwaa ni top player. Yaani kama Tanzania yupo Ahmed Arajiga, Kenya yuko Peter Waweru. Wewe unamfahamu Peter Waweru, tuwe wa kweli. Peter Waweru huyu hapa, Arajiga huyu hapa, kuna mechi ngumu ya maamuzi unaendana nani? Of course unakuja kusema nabii huaga hakubariki kwao. Unaweza ukaja na hiyo slogan lakini ukweli utabakia tu kuwa pale pale. Sawa. So mimi ninachotaka kusema ni nini? Dunia haijafika mwisho, sio? Bado kuna nafasi nyingine tena ya waamuzi wa Tanzania kujirekebisha na wakawa appointed. Wanaaminika huko kwenye preliminary stages. Kwenye kombe la shirikisho wanachezesha, kwenye kombe Champions League wanachezesha, lakini pia kwenye preliminary rounds za kufuzu World Cup, AFCON wanachezesha. Huwahi inapokuja kwenye stage kubwa, kuanzia kwenye makundi, robo finali, nusu finali, hata finali ya mashindano haya ya clubs hawapewi. Kwa nini huku kwenye celebration, yani kwenye sherehe za mpira wa Afrika hawaitwi? Ni kwa sababu ya madhaifu ambayo wanayaonyesha kuanzia huku chini. Inawezekana huku kwenye preliminary rounds wanapata kwa sababu huku pressure ni ndogo. Kuna kitu kimoja kilitokea kwenye mchezo ulioamua nani awe bingwa 2024 2025, Young Africans wakiwa host Simba Sports, kwenye mchezo uliomalizika kwa Young Africans kushinda 2-0. Watu wengi sana walisherehekea kile kitu cha waamuzi kutokea nchini Misri. Wakidhani kwamba mpira wetu umepiga hatua. Ile ilikuwa ni hatua kadhaa kurudi nyuma. Ile ilikuwa ni kuwakosea heshima waamuzi wa Tanzania. Just imagine kama watu wenyewe wanashindwa wao wenyewe hawaaminiani. Yaani mtu akwenda kuwaamulia kwenye mchezo wao wa maamuzi, mchezo wao mkubwa, anatokea Misri. Lakini hata mara kadhaa hao Misri nao waga hawaamini hao waamuzi wao. Wanaenda kuchukua maamuzi kutoka nchini Hispania. Wale wanaenda kuchukua nchini Spain ni kwa sababu ya siasa za Misri. Sawa? Sio sababu za kimpira, kwa sababu lakini ile kauli kwamba nabii akubariki kwao hapo waishi. Huwa wanachezesha. Wale wa Misri huwa wanachezesha dabi zao. Sawa? Lakini sio National Lions Zamalek.
walikuwa wanachezesha, nisikilize kwanza, walikuwa wanachezesha hizo dabi, sawa, lakini kutokana na siasa za nchi ya Misri, kwa sababu imewahi kutokea watu wakafia uwanjani. Sasa wanasema kwa nini tupoteze maisha ya watu kwa sababu ya mpira? Na wakati mwingine inaandikwa tu, yani kwa mfano mchezo ambao if I'm not mistaken ilikuwa ni Al-Ahly walikatwa pointi 3 hawakutokea uwanjani. Waligoma. Walisema hatumhitaji huyo muamuzi kwa sababu ni mshabiki wa Zamalek. Si kwa sababu anachezesha vibaya, ni kwa sababu ni mshabiki. Hakuna vigezo ambavyo waliweka. Walichoweka walisema ni mshabiki wa Zamalek. Shirikisho likakataa. Shirikisho likakataa, wenyewe wakasema hatuji uwanjani. Wakakata alama. Kitu ambacho kwa nchi yetu bado hakijafanyika, kwamba Simba imegoma kutokea uwanjani ikatoa alama. Young Africans imegoma kutokea uwanjani ikatoa alama. Bado watu wanapepesa, wanarukaruka. So kwangu mimi nadhani hatuna sababu yoyote ile ya kujilaumu. Eti kwa nini referees wetu hawajateuliwa kwenda kuchezesha mashindano. Wao waamuzi kwa kulinda image zao na kuendelea kukeep respect zao ili siku nyingine wapate hizo appointment, wanapaswa kupunguza makosa ya kibinadamu. Naam, wanapaswa kupunguza makosa ya kibinadamu. Ndivyo ambavyo anamaliza Lusama Bizunza juu ya kuzungumza waamuzi wa Tanzania ambao wamekatwa kwenye michuano ya AFCON ambayo inakwenda kufanyika mwezi Disemba mwaka huu huko nchini Morocco. Je, taifa lifanye nini tupate mwamuzi ambaye atakwenda kusimama walau siku moja kwenye mchezo wa michuano ya AFCON? Na tuseme kweli, Tanzania tumepata mwamuzi kama vile ambavyo Mauritania watamshuhudia Dehane Beida akiwa mwamuzi katika michezo mbalimbali ya AFCON, kama vile DRC Congo atakavyomshuhudia Jean Jasquier Ngambo Ndala akiwa mwamuzi wa kati katika michezo ya AFCON. Ipo siku tutafikia lengo letu ambalo tumejiwekea. Hii ni Anuari TV na mimi ni Leopard John. Hadi wakati mwingine, nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia usisahau kutufollow pale Instagram Anuari TV, Facebook Anuari TV, bila kusahau TikTok ni Anuari TV. Kwa heri kwa sasa, hadi wakati mwingine, nikwambie tu Ijumaa Mubarak.